kuwakaribisha watazamaji wetu na wasikilizaji wenzetu katika mahojiano haya mafupi na mwanafunzi wa mwanafunzi wa Andrew Canal School of Preaching. Ataenda kujitambulisha yeye mwenyewe na baadhi ya maswali ambayo tutaenda kumuuliza. Karibu. Asante sana. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi kwa majina naitwa Brown Anton Schmidt. Nazoeleka kwa jina la Schmidt. Schmidt. Ndio. Uko hapa shuleni mwaka ngapi? Huu sasa ni mwaka wa pili. Na kozi inachukua muda gani? Kozi hapa ni miaka miwili. Lakini inakuwa ina interval 4. Na mwaka wa kwanza zinakuwa ni interval 2. Ndio. Ambayo takriban kama semester ya kwanza hiyo ni kama miezi 3.5. Ndio. Baada ya hapo tunakwenda likizo. Ndio. Alafu tunarudi tena semester ya pili. Ndio. Ambayo yenyewe inakuwa tena na miezi 3.5. Huo ndio mwaka. Kwa hiyo mwaka wa pili unafanyizwa kama jinsi ule mwaka wa kwanza ulivyokuwa. Na chuo ulianza mwaka gani? Chuo ninaanza mwaka 2024. 24. Ndio. Kwa hiyo mwaka unatarajia kuhitimu. Mungu akipenda. Hongera sana. Na mwezi wa ngapi? Ratiba hasa bado haijatoka, lakini kawaida huwa inakuwa ni mwezi wa 11. Mwezi wa 11. Vizuri sana. Unaonaje mazingira ya shule? Mazingira ni mazuri. Kwangu mimi naona yako rafiki. Sijawahi kupata shida. Kwa kweli upande wangu nasema mazingira ni rafiki. Vizuri sana. Ndio. Kuna katika mazungumzo yetu awali niligusia kwamba ulikuwa wewe ni engineer, sio? Engineer wa nini? Mimi ni civil engineer. Okay. Na stoshe tu baada ya hapo nina kampuni yangu. Ndio. Una kampuni? Ndio. Inaitwaje? Inaitwa Brane Constructions Limited. Okay. Yenyewe kampuni hii inahusika na mambo ya building and civil. Okay. Yaani mambo ya ujenzi wa majengo na barabara. Hongera sana. Kwa hiyo ukaamua kidogo usimamishe ili uje kupata elimu ya Mungu. Kabla ya kufungua kampuni yangu mwaka 2012 nilishawahi kwenda kusoma diploma ya Biblia. Arusha Bai. Ndio. Kwa hiyo nilisoma pale, alafu baada ya karibia kumaliza ndio ilitokea shida kidogo, sijaendelea. Sawa. Sasa baadaye nikaendelea na shughuli zangu zingine, nikafungua kampuni, baadaye nikaendelea, lakini ile hali ya ule wito bado inanisumbua. Ikawa inakuiwa. Sasa ndio hapo nilipelekea nikasema hapana, acha nirudi moja kwa moja kwa Biblia. Vizuri sana. Kwa faida ya watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, jina unaitwa? Brown. Brown. Naitwa Brown. Brown. Unaweza ukatuambia ambapo mstari wa Biblia ambao wewe ukifikia unaupenda sana? Kweli mimi mstari wa Biblia ambao naupenda sana kutoka katika kitabu cha Marko mtakatifu. Marko ile sura ya 16. Mstari wa 16. Sio mstari, sura ya 16. Sura ya 16. Huo mstari hiyo sura ya 16 hasa kwenye ule mstari wa kuanzia wa 16. Tufanye wa 14. Wa 14. Tufungue tuone. Marko mtakatifu. Agano Jipya. Kwa faida ya watazamaji wetu, kitabu cha Marko kipo
katika Injili, katika vile vitabu vya Injili, na ni miongoni mwa kitabu tu baada ya kile kitabu cha Mathayo kinachofuata ni Marko. Kinachofuata ni Marko. Marko 16. Marko sura ya 16 mstari wa 14. Mstari wa 14. Nishapata hapo. Mstari ambao unanipa moyo kutoka kitabu hiki cha Marko sura hii ya 16 kuanzia mstari wa 15 kuanzia mstari wa 14 mpaka mstari wa 15 hata ukienda 16. Kama nilivyosema, baadaye akaonekana na wale 11 hawa ni wanafunzi kwamba Kristo alionekana nao. Alafu walipokuwa wakila akawakemea kwa kutokuamini kwao na kwa ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona. Kifupi, mstari huu unanisimamia mimi kama mwanafunzi. Kristo aliwatokea wanafunzi. Sasa ukiendelea kusoma hapa, aliwaambia wale wanafunzi, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Hapo ndio mtu wangu mimi haya kwamba nakuwa so encouraged na kipande hiki kwamba nina deni na kwenda kila mahali katika ulimwengu kuihubiri Injili kama Kristo anavyohitaji. Asante sana Brown, naamini wazi watazamaji wetu na wasikilizaji mmevutiwa, na mimi kwa kweli naona ni kama vile Isaya alipoulizwa ni mtume nani, naona akasema nitume mimi Bwana. Kwa tunaona utayari wa mtumishi Brown na ametimiliza kwa kuwepo hapa Andrew Canal School of Preaching. Naamini wazi kanisa linategemea kanisa la Kristo, na nikuombea umalize salama. Usisite kunialika kwenye mahafali yako. Amen. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.